ikiondoka inakuja inaondoka Ramadhani, yeye bado yupo tu. Kwa hivyo bado anaaminisha kwamba na mimi bado nitakuwepo tu. Kumbe hajui. Wende ikawa sanda yake imeshashonwa, kaburi yake imeshachimbwa, na yeye mwenyewe bado hayuko tayari na anafanya mambo ya kijinga. Kwa hivyo rekebisha uhusiano wako na Mola wako, ndugu Muislamu. Rekebisha nia yako kuanzia sasa. Rekebisha mikakati yako na usubiri katika kufuata amri ya Mola wako na kuacha makatazo yake. Ataka subra, si jambo rahisi. Kama leo ulivyoweza kuacha katika mwezi wa Ramadhani na ukaweza kuyakumbatia yale ambayo ni mazuri, wewe mwenyewe kwa hiari yako. Nani alikulazimisha uyafanye haya? Nani ambaye amekataza kumshikia bakora usiyafanye yale mabaya ambayo ulikuwa ukiyafanya? Mwenyewe umeamua kuyaacha na mwenyewe umeamua kuyafanya. Maana yake uamuzi huu umo katika mikono yako. Wewe ndio utaamua kuendelea kuwa mtu mbaya ama uendelee kuwa mtu mzuri. Uamuzi uko katika mikono yako. Kama ulivyoamua leo katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu Waislamu, tuweke mikakati na ile Ramadhani tuitumie kana kwamba ni Ramadhani yetu ya mwisho. Tusifikiri kwamba haya yatakuwa yakija na kuondoka, ikiondoka tu. La hasha. Na miongoni mwa mikakati ambayo tunafaa kuyafanya Waislamu isiweze kutupita, tuzidishe kufanya ibada kwenye mwezi wa Ramadhani, tumkaribie Mungu sana, tumuombe msamaha. Na dua ya mtu aliyofunga ni mustajabu. Kila unapoomba dua mchana wa Ramadhani, dua yako inajibiwa, haina pazia. Na kabla ya kufungua adhana ya kufungua wakati wa magharibi, dua pale ni mustajabu. Kwa hivyo tumuombe Mungu sana na tujikaribishe kwa Mwenyezi Mungu na matendo mengi ambayo ni mazuri. Tuswali kwa wakati wake, sunna ya kablia na baadia isitupite. Tuswali salati dhuha, tuamke qiyamul layl katika tarawih. Tujibidiishe sana kusoma Qur'an, tuzidishe, tulete istighfar, tutoe sadaqa, tulishe maskini. Na miongoni mwa mambo ambayo tunafaa kuyapanga toka sasa hivi ni kukaa i'tikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Hii ni sunna iliyogurwa, inatakana kuhuishwa. Leo unakuta katika msikiti kama huu waswaliji labda 300, 400, 500 watakaokaa i'tikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani hapa labda hawatofika watu 10. Yaani Ramadhani inaingia na inaondoka, inaondoka mpaka leo miaka 50 mtu hajaona umuhimu wa kukaa itikafu msikitini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake aliwahi kufunga Ramadhani 9 pekee yake. Mimi na wewe tumefunga 50 jamani, na bado hatujaona umuhimu. Na katika Ramadhani 9 alifunga Bwana Mtume, hajawahi kuacha kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Na ile mwaka ambao alikuwa nakufia ndani yake alikaa itikafu 20. Na Mtume alipokufa, wake zake Mtume waliendeleza kukaa itikafu msikitini mpaka kufa kwao. Na maswahaba nao wakaendeleza mpaka kufa kwao. Na hii ni nafasi yangu mimi na wewe. Na anaiti kila mmoja wetu angelijua fadhila na thawabu ya mtu kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani, wallahi asingewacha kukaa hata mwaka mmoja. Hakusingewacha kukaa. Yaani mtu leo unaingia ndani ya msikiti usiku wa kuamkia 21 kabla ya magharibi. Kabla ya magharibi ya usiku wa 21, hapo ndo Mtume alikuwa anaingia msikitini katika itikafu. Ameshapanga mambo yake yote, mpaka zakati fitri yake ameshaweka tayari. Amewaachia watu ambao watakayetoa siku 1 au 2 kabla swala ya Eid. Anabeba furushi lake na malazi na mavazi na mswaki na sabuni, na tayari ameshaandaliwa namna gani ataletewa chakula yake. Na leo alhamdulillah, wallahi tunashukuru Mungu, misikiti nyingi leo zinatoa chakula katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Futari na daku watu wanakula mpaka wanaacha. Tumshukuru Mungu, zamani ilikuwa hakuna hiyo. Inabidi mtu atoke msikitini aende kilomita 9 kumfuata mke wake na mpikie ili apate kuleta chakula arudi katika itikafu yake. Leo tunaletewa mpaka kwenye meza, kwenye mkeka, na bado hatujaona umuhimu. Sasa unapoingia msikitini kabla ya magharibi, unazima simu. Unajua maana ya kuzima simu? Maana yake sasa unaifunga dunia nje ya maisha yako.
Sasa ni wewe na Mwenyezi Mungu na wewe masaa 24 kwa muda wa siku 10. Hakuna kusoma gazeti, hakuna kuangalia habari, hakuna kuzungumza mambo ya siasa wala mambo ya mpira, hakuna kuangalia WhatsApp wala Telegram wala Instagram wala Facebook. Wewe na Mungu na wewe. Swala zote 5 unaswali nyuma ya imamu katika safu ya mbele. Sunna ya kablia na baadia haikupiti. Salati dhuha utaswali mpaka raka ya 8 kwa sababu sasa hivi una nafasi nyingi sana. Qur'ani utazidisha kusoma, na katika siku 10 hizi unaweza ukamaliza Qur'ani mara 3. Kila siku 10 unamaliza mara 1. Utaswali katika qiyamul layl, katika tarawih, na tena utasimama na watu katika tahajjud na hautorudia witri mara ya 2. Utakaa katika vikao kama hivi, kama alivyotaja ndugu yetu, malaika wanatufunika, wanatuombea rahma, Mwenyezi Mungu anatutaja mbele yake, unaomba dua, unaleta istighfar. Kwa nini Ramadhani inapomalizika wewe usio miongoni mwa watu waliopata Lailatul Qadr? Unajua Lailatul Qadr itakana kutafuta Uislamu, si kitu itakuja hivi hivi unategea. Utategea ikiwa huna nafasi, lakini nafasi unayo. Weka mikakati kuanzia sasa. Mimi kuanzia leo nitarudi kazini kwangu, nitaomba ruhusa. 10 ya mwisho nitachukua leave kazini. Nitachukua leave yangu. Ikiwa ulichukua leave yako kwa ajili ya kuoa au kwa ajili ya kwenda kuzika, nini ambayo inakushinda wewe kuchukua leave kwa ajili ya kukaa siku 10 msikitini? Au kama ni kazi yako, biashara yako, unaona unaweza kumwachia mtu risala, huwezi. Kama unaweza kuifunga bila kuleta madhara. Maana yake madhara, ukifunga watoto wako labda hawatalala na njaa, utashindwa kulipa rent, utashindwa kufanya kadha na kadha. Maadamu haina madhara, kama utaifunga pia ni sawa. Funga, kwa sababu umefanya miaka yote hii jamani. Hii dunia umeikimbiza huko pale mpaka leo unaanza kuzeeka, wewe ni yule. Sasa itakana uitumie dunia yako kujikaribisha naye kwa Mola wako. Leo kuna mtu anaweza kalazwa hospitalini mwezi mzima, amelazwa maradhi ghafla tu, hana wasiwasi na familia yake watakula nini, chakula chao, maradhi yao, lakini kukaa itikafi anaona atapoteza muumini sana. Leo kuna mtu anaweza akafunga safari wiki nzima, anakwenda kutoa pole kwa maiti ambaye ameshazikwa tayari, hata siku bado yuko ashazikwa, atakaa wiki moja. Lakini kutoa nafasi kwa ajili ya itikafu msikitini, anaona hii, mimi sijawahi kuua mtu wala sijawahi kufanya madhambi makubwa. Hii ni wale ambao wana madhambi makubwa na wanafanya mambo haya, kumbe hajui hii ni nafasi ya dhahabu katika maisha ya Muislamu. Na wallahi kwa mtu yeyote ambaye amewahi kukaa itikafu, siku ambaye inatangazwa mwezi kwamba kesho ni Idi, ndio itikafu yako inakwisha. Kwa hivyo baada ya isha unaweza kuondoka kurudi nyumbani, na Mtume alikuwa anangoja mpaka swala alfajiri anarudi nyumbani. Siku ambayo utaondoka pale, utahisi kana kwamba umetoka kufanya ibada ya haja na umra. Utahisi imani yako tofauti, utaiona hii dunia kwa mtazamo mwingine, na utaona mimi sasa hivi natoka kwenda kuiharibu tena yale ambayo nimeshayatengeneza. Ndio unaona hapa Jibril anamwambia Mtume, inaingiaje Ramadhani leo ndani ya mwezi wa Ramadhani na huyu Muislamu asiweze kusamehewa madhambi yake kwa sababu ya uzembe wake tu? Wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu yuko mbali na yeye, na huyu atapelekwa motoni. Mtu wa tatu ni mtu ambaye unakutana wewe Muhammad, man dhukirta indahu wa lam yusalli alayhi. Mtume wewe unakutana mbele yake na asiwezi kukuswalia. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume anatajwa na watu wasiweze kumswalia. Ndio hapa Jibril anamwambia Bwana Mtume, unapotajwa mbele ya watu na wasiweze kumswalia, huyu mtu yuko mbali na Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuingiza motoni. Sema amin ya Rasulullah. Amin. Maana yake ni kana kwamba Jibril anamwambia Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hili ni jambo la lazima katika maisha ya Muislamu. Ndio unaona wanazuoni kulingana hadithi hii wanasema unapomsikia Mtume anatajwa na usimswalie, utakuwa umeingia ndani ya madhambi. Ndio Mtume akasema al-bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Bakhili ni yule ambaye ninapotajwa mbele yake na asiwezi kumswalia. Ndio kuna siku Mtume sallallahu alikuwa amekaa
amekaa nje ya nyumba yake, mara Jibril akaja. Ile hadithi katika Musnad Imam Ahmad na amesahihisha Imam Dhahabi. Jibril alipokuja akakaa na mtume pale wanazungumza. Unajua mtume alikuwa rafiki yake mkubwa sana Jibril, na Jibril alikuwa rafiki mkubwa sana wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Jibril, mtume amewahi kumuona Jibril katika hali yake ya malaika katika sehemu mbili pekee yake. Siku zingine Jibril alikuwa anakuja kama binadamu, kama mimi na wewe, na alikuwa anakuja kwa sura ya sahaba mmoja akiitwa Duhya al-Qalbi. Duhya al-Qalbi alikuwa ni sahaba ambaye alifanana sana na Jibril. Kwa hivyo kila mara alikuwa anakuja kwa mfano wa binadamu, lakini mara mbili ndio mtume amewahi kumuona, kama Mwenyezi Mungu alivyotaja hii katika surati An-Najm. Anasema wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin. Mtume sallallahu aliwahi kumuona Jibril katikati ya mbingu na ardhi, akiwa anapaa katika hali yake kawaida, ana mabawa 600 na amekuja kama malaika, si kama binadamu. Kiumbe cha malaika hatujui inafanana vipi. Mwenyezi Mungu anajisifia ameumba kutokana na nuru, anang'ara, lakini ana mabawa 600 Jibril alayhi salam. Na mara nyingine wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Mtume sallallahu aliwahi kumuona mtume wakati ya safari ya kwenda Isra Mi'raj. Hapa ndio aliwahi kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwahi kumuona Jibril katika hali yake halis, amekuja kama Jibril. Wanasema baadhi ya wanazuoni vile vile mtume aliwahi kumuona Jibril katika hali yake kama malaika alipopewa utume. Wakati alipoleta utume, akampata mtume katika Jabal Hira. Mtume anafanya ibada, basi hapo Jibril akaja akambana mtume, akamshika kwenye mabega mawili akamfinya. Unajua Jibril alikuwa ni kiumbe wa ajabu sana, kiumbe mwenye nguvu. Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Yani alimfundisha mtume, mwalimu wake mtume ni shadidul quwa, ana nguvu ya ajabu. Jibril alayhi salam ndio mwalimu wake mtume. Dhu mirratin, mwenye uwezo wa hali ya juu. Fastawa, na ukimwangalia namna alivyo, maumbile yake imekamilika, maana imeungana, iko sawa kabisa, hakuna kasoro yote. Huyu ndiye alikuwa mwalimu wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo aliwahi kumuona hapo. Wanasema vile vile baadhi ya wanazuoni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumuona Jibril siku ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizo tutakuja kuizungumza hapa. Sasa Jibril amekaa na mtume hivi wanazungumza, mara Jibril akaangalia juu, akasikia kuna mtetemeko kama mtetemeko wa mbingu inatetemeka. Mara akiangalia akaona kuna malaika anashuka peke yake, kuna malaika mmoja anashuka akiwa peke yake. Jibril alipomuona huyu malaika, Jibril alinywea, maana yake aliingia hofu, ni kama ambaye amemwagiwa maji, kama ambaye amekuwa mdogo. Maana ndio ule malaika akaja akamwambia, ya Rasulullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, inni rasulullah min rabbil alamin. Baada ya kumtolea salamu na mtume akaitikia, akamwambia, mimi ni mjumbe wa Mungu kutoka kwa Mola wa viumbe, nimetumwa ili kukupatia khiari mbili, uchague moja. Ukhayiruka baina an takuna nabiyyan malika au nabiyyan abda. Nakupa khiari ya Muhammad, unaonaje? Unataka uwe sasa hivi nabii ambaye ni mfalme katika hii dunia, utapewa ufalme, utajiri wote, mali zote, starehe zote, na bado akhira yako itabaki vile vile. Unajua katika dunia hii wamewahi kuja manabii ambaye ni wafalme vile vile, ambaye ni Nabii Suleiman na baba yake Daud alayhi salam. Hao walikuwa ni manabii na ni wafalme katika dunia hii. Kwa hivyo mtume anaambia, unaonaje? Tutakupa khiari, ukichagua hivi tutakupatia na akhira yako itabaki pale pale, au uendelee kuwa nabii ambaye ni abda, nabii ambaye ni mja tu wa kawaida, ambao unaishi kama watu wa kawaida. Na Mtume sallam alikuwa ni mtu nabii wa kawaida,
Basi huyu malaika alipompa khiari Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimwangalia Jibril, fanadhara ila Jibril faashara ilayhi an tawadha, akamwangalia Jibril, Jibril akatoa ishara, hata kumwambia kwa sauti, akatoa ishara kwamba antawadha, maana yake kuwa mnyenyekevu kwa Mola wako, maana yake chagua kuendelea kuwa ni mja wa Mungu, sio mfalme. Ndio Mtume akamwambia huyu malaika, bal nabiyyan abda, nimechagua nabii ambaye ni mja. Basi yule malaika akaondoka kaenda zake. Alipoondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ilikuwaje huyu mtume, huyu nabii, huyu malaika aliposhuka uliingia baridi wewe, ukababaika, ukaingiwa hofu kama ambavyo umemwagiwa maji? Akasema, wallahi huyu malaika hajawahi kushuka katika ardhi hii akiwa peke yake, isipokuwa leo ni siku ya kwanza. Na mimi nilipomuona tu ameshuka, nimedhania kwamba kiyama leo itasimama. Nilikuwa najua leo kiyama itasimama, kwa sababu hichi kitendo haijawahi kutokea. Unamjua huyu nabii alikuwa ni nani? Huyu nabii alikuwa ni Israfil alayhi salam. Israfil ndio yule malaika ambaye atakayepuliza parapanda siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu aliposema, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Yani malaika Israfil atapuliza parapanda mara ya kwanza, vyote vilivyo katika mbingu na ardhi vitaangamia, vyote vitaangamia, viumbe vyote, mbingu na ardhi, mpaka malaika wote pia watakufa. Malaka al-maut atafariki, Jibril atakufa, Israfil mwenyewe atakufa, Munkar wa Nakir, Mikail, hao wote watakufa, atabakia Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio Mwenyezi Mungu atauliza swali ambaye hakuna atakayejibu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Atauliza, limanil mulku al-yawm, ni ufalme wa nani leo jamani? Ni nani ambaye ni mfalme leo? Hakuna atakayejibu isipokuwa Mwenyezi Mungu atajibu, atasema lillahi al-wahid al-qahhar, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu peke yake ambaye ni mmoja, mwenye uwezo na mwenye nguvu. Ndio hapo Mwenyezi Mungu atamfufua tena malaika Israfil. Yaani baada ya viumbe vyote kufa, akabakia Mwenyezi Mungu peke yake. Wa kwanza atakayefufuliwa ni malaika Israfil. Na huyo Jibril nimemuona ameshuka katika ardhi. Ndio atapuliza parapanda mara ya pili. Sasa mara ya pili, thumma nufikha fihi ukhra, watafufuliwa waja wote na viumbe vyote toka mwanzo wa dunia, toka alipomuua mtoto wa Adam, kumuua ndugu yake Habil akamuua Qabil, mpaka mwisho wa ulimwengu, wakitamaki watu wamesimama katika uwanja. Ndio unaona Jibril alayhi salam alipomuona huyu malaika aliingia baridi, aliingia hofu. Kuna baadhi ya malaika si malaika wa kuchezewa jamani. Hata Mtume sallallahu amewahi kuwataja, mfano ukiangalia malaka al-maut ndani ya Qur'ani hakutajwa kwa jina lake, ametajwa kwa jina ya kazi yake, malaka al-maut, mfalme wa mauti, ili kila mmoja wetu apate kujua kuna mtu anamfuata nyuma kila wakati, na iko siku moja atakuja kushika wewe. Na ndio unaona malaika Munkar wa Nakir ndani ya kaburi wanatisha hawa. Hata Mtume sallam, ili hadithi sahihi, anasema mtu anapozikwa wanamwishia malaika wawili, Munkar wa Nakir, al-aswadan al-azraqan. Hawa malaika Munkar wa Nakir rangi yao ni bluish black. Unajua bluish black ni rangi ya blue iliyochanganywa na nyeusi. Hii rangi iko vipi? Namna wanavyotisha. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallam siku moja alikuwa amekaa na Jibril alayhi salam, akamwambia, ya Muhammad, subhanallah, yani Jibril
anamuita mtume kwa jina ya Muhammad, na mtume ndani ya Qur'ani hajawahi kuitwa kwa jina ya Muhammad. Ndani ya Qur'ani ameitwa ya Rasulullah, ya Nabiyullah, lakini ya Muhammad hakuna. Maana yake wanasema wanazuoni ni kana kwamba Jibril alayhi salam anajaribu kumweleza mtume sallallahu alayhi wasallam, haya mambo ambayo nitakueleza mimi yanatoka kwangu mimi, si wahi. Kwa sababu Jibril alikuwa anajua mambo mengi ambayo mtume alikuwa hajui, kwa sababu yuko juu kule. Hata kuna kipindi Mtume sallallahu alipokuwa amekaa na masahaba, katika hadithi ambayo iko ndani ya Sahihain Bukhari wa Muslim, imepokelewa na Umar al-Faruq, akatokea Jibril kwa mfano wa binadamu, amekuja na nywele nyeusi, nguo nyeupe, anang'ara, amepaka mafuta, akamuuliza mtume maswali mengi, mtume akayajibu. Mwisho wa maswali akamuuliza mtume, Jibril huyo amekuja kwa mfano wa binadamu, akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, mata saa, kiyama itakuwa lini? Mtume akamjibu akamwambia, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il, anayeulizwa hili swali hajui kama anavyojua yule mwenye kuuliza. Maana yake wewe Jibril una nafasi nzuri sana ya kujibu hili swali, na unajua kwa sababu uko na Mungu huko mbinguni kila wakati kuliko mimi ambaye unaniuliza niko hapa duniani. Maana yake Jibril alikuwa anajua mambo mengi ambayo mtume alikuwa hajui. Basi hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na Jibril. Jibril akamwambia bwana mtume, ya Muhammad, Muhammad. Katika hii hadithi moja Jibril anampatia mtume wasia tano. Sikiza kwa makini sana. Jibril akamwambia mtume, ya Muhammad, ishi utakavyo katika dunia hii, pata kujua iko siku utakuja kuondoka. Na hii si kwamba anaambiwa bwana Muhammad, tunaambiwa mimi na wewe, ishi utakavyoishi, miaka yote utakaishi, pata kujua iko siku utakuja kuondoka. Leo kila mmoja wetu ajiulize, baada ya miaka 10 kuanzia sasa tutakuwa vipi? Baada ya miaka 50 sisi sote ambao tuko hapa labda hatutakuwepo hapa. Ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu, na mpende umpendaye, penda umpendacho, iko siku utakuja kutengana nacho. Wewe mpende mke wako, wapende watoto wako, wapende wazazi wako, ipende mali yako, ipende akaunti yako, ipende biashara yako, kazi yako, iko siku utakuja kufarikiana nayo. Wa'mal ma shi'ta fa innaka mufariqu, wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, tenda utendalo na fanya ufanyalo, pata kujua iko siku utakuja kulipwa. Ukifanya mema utalipwa mema, na ukifanya maovu utalipwa maovu. Na kuna mema mengine mtu anaanza kulipwa hapa duniani, na kesho akhera yanayemngojea ni makubwa zaidi. Na kuna maovu mengine yanamfuata mtu hapa duniani, anaanza kulipwa, na akhera yanamngojea mbaya zaidi. Ndio unaona wewe kama Muislamu unapokuwa unafanya kheri, tenda kheri na mwende zako, kwa sababu malipo yako anayoibeba ni mlipaji wa amali. Mwenyezi Mungu katika majina yake anaitwa Ad-Dayyan. Ad-Dayyan maana yake ni Mwenyezi Mungu ambaye atakayelipa amali ya vitendo vya waja. Itakuwa ni malipo aina gani? Itakuwa ni malipo aina gani? Kwa hivyo usihuzunike wewe mpaka leo mbona sijaona matokeo, sijaona hii. Wewe fanya na ngojea malipo yako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha malaika Jibril akamwambia mtume, sikiza kwa makini Waislamu, akamwambia, wa inna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl, hakika utukufu wa Muislamu wa kweli imo katika yeye kuamka usiku wa manane kuswali tahajjud. Utukufu wa Muislamu haimo katika mtu kuwa mfalme, wala mtu kupata utajiri wa dunia, wala mtu kuwa na wafuasi wengi. Mimi nina wafuasi wengi jamani hapa duniani, na katika Facebook nina wafuasi zaidi ya milioni 3. Si utukufu wa Muislamu hiyo. Utukufu wa Muislamu ni kuamka usiku wa manane. Hapo ndio kuna utukufu wote. Ndio sisi kila mmoja
kuamka usiku wa manane ni katika qiyamul layl, kama unavyojibidiisha leo kuswali katika swala ya tarawih ambayo ni qiyamul layl. Hii Ramadhani imeletwa kutukumbusha mimi na wewe jamani, hii maisha ambayo tunaishi ndani yake ndio maisha ambayo tunafaa kuishi maisha yetu yote. Kabla ya hii tarawih ni Muislamu, Ramadhani ya mwaka jana iliyopita, lini uliwahi kuamka tahajjud wewe kama Muislamu? Lini? Unashindwa kupata nafasi jamani ya kutenga wakati, mimi leo ni siku ya Jumamosi, kesho siendi kazini, leo ni Jumatano, kesho niko free, nitalala mapema na leo nitaamka usiku kuzungumza na Mungu wangu. Wakati huo mbingu ziko wazi, Mwenyezi Mungu anashuka kwa rehema yake, anauliza jamani, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min talib hajatin? Kuna mtu yote ambaye ananiomba msamaha nimsamehe? Kuna mtu yote ambaye ana mahitaji yake nimkidhie? Kuna mtu yote ambaye ana maswali yake nipate kumjibia? Wewe unaendelea kulala, unafadhilisha usingizi. Wa inna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl, utukufu wa Muislamu ni kuamka usiku. Kama ulivyosimama leo katika swala ya tarawih, tia azma hata Ramadhani ikisha inshallah, mimi hata kama ni kwa wiki mara moja nitakuwa nikiamka usiku wa manane, kwa wiki mara moja, mimi na familia yangu na watoto wangu. Tumuombe Mungu nafasi ya dhahabu hii. Tunayakimbilia mengine haya ambayo tutakuja kuyaacha, na hii ndio ambayo itakuja kutusaidia mpaka mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Kisha Mtume akamwambia Jibril, akamwambia wa'ithuhu istighna'uhu 'anil nas, na heshima ya Muislamu ni kutowategemea binadamu. Ukitaka kuheshimika hapa duniani, usiwategemee sana watu ukaona kwamba hawa ndio maisha yangu mimi. Bila wao mimi siwezi kuishi, bila wao maisha yangu itakuwa chini, bila wao mimi nimekwisha, bila wao mimi nimeadhirika. La hasha, wewe weka heshima yako kwa Mungu na matarajio yako kwa Mungu. Mungu ndo anayepanga kila kitu. Huyu si chochote si lolote, ni binadamu tu. Mpe heshima yake, fanya kazi yake katika njia nzuri, usimuibie, usimfanyie khiana, lakini usitegemee kwamba huyu ndo kila kitu. Iko siku atakuja kufa, atakuacha. Iko siku atakuja kukuaibisha mbele ya watu. Iko siku atakuja kukudhalilisha. Iko siku atakuja kukutupa, atakuja kukusahau, lakini Mungu hatakusahau. Kuna watu leo wameweka heshima zao zote kwa watu, anaona huyu ndo kama Mungu wangu mimi. Huyu akija kufa, yeye riziki yake itatoka wapi? Kazi yake ikifungwa itatoka wapi kama riziki yako? Unasahau riziki yako iliandikwa ulipokuwa ndani ya tumbo ya mama yako. Wewe babaika bure, unababaika bure. Imeshaandikwa tayari. Hakuna ambaye anaweza kupokonya hayo. Na yeyote ambaye atakayepiga vita hiyo ni sawa sawa na kwamba anapigana vita na Mungu, sababu Mungu alikuwa ameshaamua hivyo. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kisha kuna siku Jibril alayhi salam alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Muhammad, unaonaje ikiwa wewe utaendelea kuishi katika hii dunia kama unavyoishi sasa hivi? Tunakupa hiari, endelea kuishi. Ishi na mtoto wako Fatma na wake zako na masahaba hao wako chini yako, na ile hali ambayo uko ndani yake utaendelea kuwa ndani yake. Wewe ukitaka kuendelea endelea, lakini tunakupa hiari nyingine. Unaonaje ukayaacha haya yote ukaenda kuishi na rafiki yako aliye juu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yani Mtume anapewa hiari hapa. Mara nyingi amepewa hiari, chagua hii na chagua hii, na mitume wote walipewa hiari. Unaonaje kuendelea kuishi ama uchague kwenda kuishi na Mola wako ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pale pale Mtume alimwambia Jibril, bar rafiqi al-a'la, nimemchagua rafiki yangu aliye juu. Basi Jibril akaondoka kaenda zake. Alipoondoka, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoka mahali alipokuwa, akaenda makaburini Baqi kwenda kuombea wale maiti na kujikumbusha mwenyewe
na akatoa dua ndefu sana pale, kisha akarudi zake nyumbani. Kwa ufupi naelezea kwa sababu wakati aliporudi nyumbani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alianza kusikia kichwa inamuuma, na si kawaida hii. Kichwa ikawa inamuuma, wake zake wakaleta maji wakammwagia kwenye kichwa, na joto ikazidi na baridi ikazidi na maumivu ikazidi, na muda wa siku 3 ikaendelea hivyo, na hata akashindwa kwenda kuswalisha msikitini. Akamchagua Abubakar Siddiq ndio aende akawaswalishe watu, na alikuwa katika chumba cha Maimuna, mke wake ambaye anaitwa Maimuna. Ilikuwa ni zamu yake. Mtume wakati yuko hai alikuwa na wake 9, kila mmoja ana chumba chake. Basi siku hizo ilikuwa ni zamu ya Maimuna. Basi akawaita wake zake wote, akawaambia, jamani, mimi najua kwamba kila mmoja wenu ana haki yake juu yangu mimi kama mume wake, na mimi singependa kumdhulumu hata mmoja wenu, lakini nawaombeni ruhusa. Sasa hivi naona hii maradhi si maradhi ya kawaida. Wakati wowote mimi nitaondoka, na katika kipindi changu cha mwisho hii ya uhai wangu, naomba mniruhusu nikae katika chumba cha Aisha. Wake zake wakamwambia Mtume, tunakupa ruhusa, na wewe ni mume wetu, na tutakuangalia mpaka dakika ya mwisho. Na Mtume akaenda akakaa katika chumba cha Aisha. Maumivu yakazidi. Aisha analeta maji kwenye jagi mara 7 na mmwagia Mtume kwenye kichwa chake. Maumivu yakazidi, na huko anapiga kelele. Mtume anasema, ala inna lilmauti la sakarat, hakika mauti na uchungu kwa kweli, mauti na vishindo, mauti na mtingisho. Maana huyu ni Mtume wa Mungu jamani, kipenzi cha Mungu, binadamu bora duniani, analia kwamba mauti ni uchungu. Sisi binadamu wa kawaida, mauti yangu na yako itakuwaje? Sasa mara anapata fahamu, mara anapotea, anapata fahamu, anapotea, anakwenda. Alipopata fahamu, masahaba wote walikusanya msikitini. Unajua nyumba ya Mtume na msikiti ilikuwa imeshikana. Hata kuna kipindi Mtume alikuwa akisimama msikitini, akiingiza kichwa kwenye dirisha, kichwa chake kinakuwa ndani ya nyumba yake, na akiwa nyumbani kwake akiingiza kichwa dirishani, kichwa chake kinakuwa msikitini. Ilikuwa imeshikana msikiti. Basi akasikia ukelele wa masahaba, wengine wanalia, wengine wanatoa sauti. Mtume akamuuliza Aisha, ni nani hawa, wanasema nini? Mtume akawaambia, hawa ni masahaba wako msikitini, wanakuhofia wewe, wanaona kuna jambo la hatari ambalo litatokea. Basi Mtume akawaambia, nichukueni pelekeni msikitini jamani. Mtume akataka kusimama, akashindwa, magoti yake ifanye kazi tena, hana nguvu. Akamwagiwa maji. Akaja Sayyidina Ali na baadhi ya maswahaba kina Abdullah ibn Umar, wakambeba Mtume kwa mabega yake, wakampeleka mpaka msikitini, wakamkalisha juu ya mimba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ayuha nnas, qad balaghani annakum khaifuna alayya, imenifikia habari kwamba nyinyi mna hofu na mimi, mnaona kuna jambo la hatari litatokea. Ayuha nnas, maw'idi ma'akum laysa huna fi dunya. Enyi watu jamani, mikutano yangu mimi na nyinyi, ahadi yangu mimi na nyinyi sio kukutana hapa duniani. Innama maw'idukum ma'i 'inda al-hawd, mimi na nyinyi tutakutana peponi katika birika ya hawd. Hawd, unaijua hawd? Muislam, hawd ni kitu gani? Hawd ni birika ambayo ina maji ndani yake, na hii birika yenyewe imetundikwa mabirika juu yake, lakini ni bwawa ambayo imejengewa mfano, na urefu wake ni miraba minne urefu wake. Urefu wa hivi na hivi na hivi yote ni sawa, na urefu mmoja kutoka hapa mpaka kule ni sawasawa na mtu kusafiri kwa ngamia muda wa mwezi mzima. Unajua ngamia anapotembea muda wa mwezi ni masafa mangapi? Na chini yake pia ni hivyo hivyo. Hii iko na maji ndani yake. Hii maji hiyo ndio sehemu ambayo inaitwa haud. Ndio anawaambia masahaba tutakutana hapa.
ni nyeupe kuliko maziwa, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, na ladha yake ni tamu kuliko asali, na harufu yake ni nzuri kuliko harufu ya miski. Ni nzuri kuliko harufu ya miski. Na yeyote ambaye atakayekunywa katika hii haudh hatopata kiu milele. Na hii haudh chimbuko lake, wanasema Waingereza, source inatokea wapi? Inatoka kwenye maji ya mto, na hii maji ya mto inatokea peponi, na hiyo pepo mto wake ni ile ambayo Mwenyezi Mungu amempatia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa Kauthar. Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema, inna a'tainaka al-kauthar, hakika wewe Mtume tutakupatia Kauthar. Kauthar maana yake ni mto iko peponi, ni Mtume ndio atakayepewa hivi. Basi chimbuko ya maji ya haudh inatoka peponi katika mto wa Kauthar, na ndio inakuja alafu ikitaka kuingia ndani ile bwawa kuna mabirika. Sasa birika zimetundikwa kama vile nyota inavyong'ara, ndio maana Mtume akaita haudh, maana yake ni birika. Birika nyingi zimetundikwa hapo, kila birika inaingiza maji. Na ndio hapo mahali Mtume anawaambia masahaba, miadi yangu mimi na nyinyi tutakutana hapo. Kisha Mtume akawaambia masahaba, mal faqru akhsha alaykum, wallahi mal faqru akhsha alaykum, wallahi mimi si hofi kwamba nyinyi Waislamu mtakuja kuwa maskini, mtakuwa mafakiri. Hapana, akhsha alaykum ad-dunya an tufattaha alaykum kama futihat alayhim fa uhlikakum kama ahlakatuhum. Mimi si hofi kwamba mtakuja kuwa maskini, mtapata tabu hapa duniani, mtakuwa watu fukara mbele nyuma, hamna, bali na wahofieni kwamba mtakuja kufunguliwa hii dunia kama waliofunguliwa walikuwa kabla yenu, mkaangamizwa kama walivyoangamizwa wao. Na leo ndio imefika hadi hii Waislamu, watu wanaikumbatia hii dunia, wanaona ndio kila kitu. Mtu yuko tayari kuua, yuko tayari kuiba, yuko tayari kujihusisha na haramu ya riba na kamari na kujihusisha na vitendo vingine ambavyo si sawa mbele ya Mungu. Kisa na maana, lazima nipate dunia yangu. Dunia hii ni gani jamani? Dunia hii nini? Lau kanat ad-dunya yusawi janaha ba'udha ma saqa fiha kafiran sharbata ma. Lau dunia ingelikuwa na thamani ya uzani la bawa la Mungu. Unaijua bawa la Mungu? Ni ile mabawa ambayo haiwezi kuangusha ratibu. Na utaiweka juu ya ratibu, basi kafiri asingekunywa maji hapa. Lau dunia ingelikuwa na uzani wa thamani la bawa la Mungu, kafiri asingekunywa tone la maji katika dunia. Lakini kwa sababu haina hata hiyo uzani wa thamani ya bawa la Mungu, uzito wake, ndio unaona hawa wasiokuwa Waislamu wanapata zaidi, wanaendelea, mambo yao yanakuwa, wako mbele, kwa sababu ni janna yao hii. Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia ni pepo ya makafiri na ni jela ya waumini. Jela maana yake huna ruhusa ya kufanya unataka wewe. Ukitaka kwenda mahali fulani kitu haramu, unaambiwa hapana, hapo usiende, hapo ikataza. Time ya swala imefika, lazima uache kila kitu uende ukaswali. Imefika Ramadhani, pamoja na kwamba una uwezo wa kula, unaambiwa usile. Acha mke wako usimkaribie, kinywaji chako usikaribie. Ni jela hii. Lakini pepo yetu inatungojea kule akhera. Kisha Mtume akawaambia masahaba, yeyote ambaye nimemkosea basi namuomba msamaha, na yeyote ambaye niliwahi kumfanyia mabaya basi yuko na haki kulipisha kisasi, na yeyote ambaye nimechukua mali yake basi mimi nina mali kidogo nyumbani aje achukue. Kuna sahaba mmoja anaitwa Ukasha bin Muhsin radhiyallahu anhu, akasimama akamwambia, ya Rasulullah, mimi nina kisasi na wewe. Katika vita vya Badri, ulipokuwa unapanga safu, unapanga gwaridi ya majeshi, ulikuwa na kijiti mkononi ukawa unapanga, basi ulipofika mahali nilipokuwa ukanipiga kwenye tumbo.
Na nilikuwa sikuvaa chochote, maana yake ilikuwa huyu Ukasha bin Muhsin alikuwa mtu mwenye tumbo kubwa. Basi mtume akampiga namna hii, rudi katika line maana. Basi Ukasha bin Muhsin anamwambia mtume, wallahi uliniumiza na mimi leo nitakulipisha kisasi. Maswahaba wanamshangaa, Ukasha unafanya nini wewe? Wengine wanalia. Mtume hali yake hii, hali taabani, ni mgonjwa, alafu anaongeza matatizo mengine juu yake. Mtume akamwambia mwacheni. Ana haki kufanya hayo. Basi akaja mpaka mbele ya mtume, amekaa juu ya mimbar. Mtume akasimamishwa. Akamwambia, ya Rasulullah, uliponipiga mimi nilikuwa sina nguo juu, kifua changu kilikuwa wazi. Wewe unataka wewe vile vile kifua chako iwe wazi. Mtume akavua ile nguo aliyoivaa, kuna shada ya kitambaa alikuwa ameivaa, akaivua. Ukasha bin Muhsin akamkumbatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamwambia, nimewahi kusikia mtu yeyote ambaye mwili wake umegusana na mwili wa mtume, hiyo mwili haitogusa moto wa jahannam. Basi mtume akalia na masahaba wakalia na Ukasha bin Muhsin akalia, si kwamba alikuwa anataka kulipisha kisasi, alitumia hii nafasi. Ndio mtume akawaambia masahaba, Allah bis-salah ayuha an-nas wama malakat aymanukum. Ni watu jamani, sala ummati wangu jamani, nimewaachieni swala tangu jamani, sala. Mtume anaondoka anahusia juu ya swala, wama malakat aymanukum, na yule ambaye mikono yenu wako chini yenu, maana yake wake zenu, watoto wenu, hao angalieni katika njia iliyokuwa nzuri sana. Mtume leo anaondoka duniani anahusia juu ya swala. Wewe leo umeheshimu swala kiasi gani? Umeheshimu swala kiasi gani jamani? Salatu al-fajr inakupita kila siku wala uone kama ni kitu. Salatu al-isha inapita huku unaangalia mpira wala hujali kama inakimiwa sala. Na umeangalia miaka yote hii inamsaidia nini jamani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba, ayuha nas ballighu anni salam wa ballighu minni salam ala kullin man amana bi min ummati wa lam yarani ila yawm al-qiyamah. Enyi watu, na waombeni nyinyi mnifikishie salamu zangu. Anawapa salamu, umfikishie mtu. Mfano wewe unakutana na mtu na anakuambia bwana, msalimie baba yako au msalimie fulani, basi mtume anawapatia maswahaba salamu awafikishie kwa watu. Kwa nani hao? Kwa kila ambaye atakayeniamini mimi katika umati wangu na hajawahi kuniona mpaka siku ya kiyama. Hawa ni kina nani hao ambao wanapewa salamu na mtume? Ni mimi na wewe. Sisi hatujawahi kumuona mtume. Mtume anatutolea salamu. Salamu maana yake anatuombea Mungu, amani iwe juu yenu jamani. Msiwe na hofu, Mwenyezi Mungu atawathibitisha, atawahifadhi, atawalinda. Mtume anatuombea Mungu, anamtumia salamu. Na sisi leo hapa katika dunia tunamdhalilisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaogopa kujifanisha kama yeye, tunaogopa kuishi kama yeye, tunaogopa kuzifuata mwenendo wake kama yeye, tunaogopa kujinasibisha naye, tunamdhalilisha, tunamwaibisha, tunamfanyia kila aina ya udhalili, tunaogopa kusimama naye na kumtetea haki yake, tunaogopa. Na mtume anaondoka duniani anatutolea salamu sisi ambaye hatujawahi kumuona. Kisha mtume akabebwa baada ya kutoa dua ndefu pale, akapelekwa nyumbani kwake. Alipofika nyumbani, maumivu yakazidi, akawa anapata maumivu, analia huko, anasema ala inna lilmauti la sakarat. Mauti ina vishindo, mauti ina uchungu, mauti ina utingisho. Basi alipopata fahamu, wakasikia mlango inabishwa, mlango ya Bi Aisha, chumba cha Bi Aisha. Ikatoka sauti kwamba anaibisha mlango ni Jibril alayhi salam, anaomba ruhusa ya kuingia. Jibril haingii hivi kwa sababu anajua yuko na mke wake, na hii ni chumba cha mtu, anatufundisha adabu hapa. Huyu ni Jibril alayhi salam. Mtume akatoa ishara kwa kichwa akasema wacha ingia. Akaingia Jibril akamwambia Bwana Muhammad, malaka al-maut yuko nje ya mlango, anaomba idhini kuingia. Malaika wa mauti anaomba idhini jamani.
kwa kiumbe tukufu katika ardhi. Akapewa ruhusa, akaingia ndani. Bi Aisha anasema mimi siwaoni hawa malaika. Ndio unaona kwa baadhi ya wanazuoni wanasema hii ni katika sehemu ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi alimuona Jibril katika hali yake halisi, na alimuona malakal maut mara ya kwanza katika maisha yake. Na mimi na wewe naye, hii yote inatuhusu Waislamu. Binadamu anapofariki duniani, unapo siku ya kuondoka, kabla hujaondoka, kuna vitu vinne ambao utayaona ambaye wako na wewe kando yako hawezi kuyaona. Jambo la kwanza, utamuona malakal maut, na hii ndio siku ya kwanza utamuona. Hujawahi kumuona kiumbe kama huyu katika sura yake halisi, namna alivyoumbwa, hakuja kama binadamu. Kisha utaipata uchungu wa mauti kama Mtume alivyoipata, na wewe na mimi naye tutaipata uchungu wa mauti, na utaoneshwa sehemu unapokwenda kabla hujaondoka. Hujaondoka bado, utaoneshwa wewe ni mtu wa peponi ama wewe ni mtu wa motoni kwa matendo yako uliyofanya. Ndio unaona Jibril anampa Mtume khiari, na ndio hapo Mtume sallam kabla ya mwisho ambaye binadamu anaona, ambaye wengine wasiyaona, na Mtume aliyaona haya. Mtume akiangalia kwenye macho yake hivi, katika wakati alikuwa katika sakati maut, alimuona Bi Fatima, mtoto wake wa kike, na huyu ndio mtoto wa kike ambaye alibakia hai mpaka kufa kwake Mtume. Watoto wake 6 wote walifariki wakiwa wadogo. Mitihani mikubwa hii, mtu anafidiwa na watoto wake wadogo, tena wanapandiana. Ndio unaona mitume walipitia mitihani kwa kweli. Basi Mtume akifungua macho anamuona Bi Fatima. Basi Mtume akamuita Bi Fatima kwa ishara ya kumjua. Basi akanong'oneza baadhi ya maneno kwenye masikio yake. Akanong'oneza. Bi Aisha, Bi Fatima, mtoto wake Mtume akaanza kulia. Akalia na uchungu sana. Akalia mpaka mwisho alipoanza kutulia. Mtume akamuita tena, akanong'oneza maneno mengine katika masikio yake tena. Mtume ananong'oneza maneno katika masikio ya Fatma binti yake. Fatma akafurahi na akaanza kucheka. Ndio unaona mambo yote yalipokwisha, Bi Aisha anamuuliza Fatma, nini ilitokea ulipoambiwa na Mtume, uliponong'onezewa mambo katika masikio yako ukaanza kulia na machungu sana, na ulipoambiwa maneno mengine mara ya pili ukaanza kufurahi na kucheka? Akasema mara ya kwanza aliniita akaniambia, wakati wowote mimi nitaondoka sasa hivi, na mimi nakuaga. Baba, lakini baba kwa mtoto wake wa kike hasatan, watu wanawadharau baba zao, hawajali baba zao. Baba mbali na mama ni Muislamu, mama ana thamani kubwa sana, lakini baba naye ana nafasi katika maisha ya watoto wake, ana nafasi. Mtume anasema alwalid awsatu abwabul janna, baba atakwenda kusimama katikati ya milango ya pepo, anakungojea wewe. Unajua pepo si mlango mmoja tu unafungua alafu unaingia, hapana, ni milango. Utafungua hii, utafunguliwa ya pili, utafunguliwa ya tatu, mpaka uende ufike mwisho kule. Katikati ya hizi milango utamkuta baba yako amesimama. Sasa hapa itategemea uhusiano wako wewe na yeye ulipoishi naye duniani. Ikiwa uhusiano wako ulikuwa nzuri na yeye, basi atakuruhusu upate kuingia, na ikiwa uhusiano wako haikuwa nzuri na yeye, hatakuruhusu upate kuingia huko ndani. Kwa anamwambia binti yake, nitaondoka wakati wote. Ndio mara ya pili alipomuita akamwambia, usiwe na wasiwasi, mtu wa kwanza ambaye atakayeondoka baada ya mimi, atakayenifuata ni wewe Fatima. Baada yake atanifuata peponi. Anaonyesha pepo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Fatima akaanza kucheka na kufurahi. Umefahamu? Ndio Bi Aisha anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia malakal maut kwa sura yake, na Fatima Bi Aisha hamuoni, Mtume ndo anamuona. Basi Bi Aisha anasema ni kama
malakal maut alikuwa anampa khiari mtume, unaonaje nichukue roho yako ama niache? Basi mtume akawa akirudia barrafiqi al-a'la, barrafiqi al-a'la, barrafiqi al-a'la. Nimemchagua rafiki yangu wa juu ambaye ni Allah, nimemchagua rafiki yangu wa juu, nimemchagua rafiki yangu wa juu. Akawa anarudia mpaka mtume kichwa chake kikaanguka na mkono wake pia ukaanguka. Bibi Aisha akajua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki. Bibi Aisha akapiga kelele, mtoto mdogo huyu. Na Bibi Aisha mtume akifariki ana umri wa miaka 19, bado ni mdogo sana. Mtume amemuoa Bibi Aisha akiwa na umri wa miaka 6. Ameingia naye chumbani kufanya tendo cha ndoa baada ya kubaleghe akiwa na umri wa miaka 9. Mtume anafariki na Aisha ana umri wa miaka 19, bado mtoto mdogo sana. Mtoto mdogo, si mtu mzima hivyo. Lakini mambo ambayo alikuwa naye Bi Aisha, na yeye ndio ambaye amehifadhi hadithi nyingi kwa baadhi ya masahaba, hakuna kama yeye. Namba 1 ni Abu Huraira, anayefuata ni Aisha radhiallahu anha. Basi Aisha alianza kupiga kelele, nuru, na akatoka nje akaanza kupiga kelele, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mtume amekufa, mtume amekufa. Bi Fatma anasema wallahi nilikuwa katika chumba cha pili, niliposikia Aisha anapiga kelele nilijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Nilijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Lakini subhanallah, Fatma alitoa maneno ambayo iliandikwa kwa wino wa dhahabu na inaendelea kutajwa ila kiyama saa, kuzungumza juu ya baba yake. Hakutingishwa, hakuona uchungu, kwa sababu alikuwa anajua. Na alipofariki baba yake, Fatma alikuwa anajua bwana, mimi wakati wote pia nitaondoka, kwa sababu mtume alishaniambia. Na ni kweli, baada ya miezi 4 Fatma akawa mgonjwa, na baada ya miezi 6 kufariki mtume, Bi Fatma naye akaondoka duniani akiwa na umri wa miaka 29. Lakini Bi Fatma alitoa maneno ambayo iliwaliza masahaba na ikawaliza wale wote ambao walikuwepo wakisikia sauti yake Fatma. Akaanza kusema, ya abata, ya abata, ya abata, ya abata, min rabbika adna, ya abata, ya abata, ila Jibril nan'a, jannatul firdausi ma'wa, ya abata, ya abata, ya abata. Baba yangu kipenzi changu, kwa Mola wangu sasa hivi uko karibu naye zaidi kuliko wakati wote. Baba yangu kipenzi changu, kupitia kwa Jibril tumeitangaza kifo chako. Kifo cha watu inatangazwa na mtu, mtoto wake, baba yake, mjomba wake, imamu wa msikiti, shekhe. Lakini kifo cha mtume ilitangazwa na Jibril alayhi salam. Baba yangu kipenzi changu, jannatul firdausi ma'wa, jannatul firdaus, pepo ya juu kuliko yote, al-firdaus ndo makazi yetu, tutakutania hapo. Ndo pale Bi Aisha akatumana Abubakar Siddiq aitwe, na Abubakar alikuwa yupo. Abubakar alipokuja tu akaambiwa unaitwa nani, mtume ameshakufa, ili kuja kuthibitisha kwamba mtume amekufa kweli ama bado, kwa sababu Sayyidina Umar huko nje na baadhi ya masahaba wamekataa kuamini. Umar ameshika upanga, anasema mtu yote atakayesema mtume amekufa mimi nitamkata shingo. Abubakar ameingia ndani, amempata mtume amefunikwa na shuka. Akaifungua ile shuka sehemu ya kichwa, akamuona uso wake mtume umeng'ara kama mwezi wa ayyamu bid, inatoa nuru, inang'ara. Basi Abubakar Siddiq akaibusu baka la uso wa mtume, akaibusu katika sehemu hii. Abubakar naye akaanza kutoa maneno, akasema, ya habiba,
ya rasula ya safiya ya sadiqa, ewe kipenzi changu jamani. Abubakar alikuwa anampenda sana mtume, mtume alikuwa anampenda Abubakar mpaka Abubakar akamuoza binti yake Aisha. Ewe umechaguliwa na Mungu, ewe mtume wa Mungu, ewe kipenzi changu. Abubakar analia, maskini anatoka nje, anamwambia mtume, ya Rasulullah, mauti imekufika na haitukufika mara ya pili. Ndio akatoka nje akamwambia, ya Umar, tulia, na maswahaba wote watulie. Ndio akawasomea ile aya, akawaambia, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Abu Bakr Siddiq anawaambia maswahaba, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mtu yoyote ambaye alikuwa anamwabudu Muhammad basi apate kujua Muhammad ameshafariki, na yeyote ambaye alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu yuko hai na hatakufa. Ndio akataja ile aya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Huyu Muhammad hakuwa isipokuwa alikuwa mtume wa Mungu. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wamepita mitume wengi kabla yake. Afa in mata, ikiwa atakufa huyu Muhammad, au kutila, ama tauawa, inqalabtum ala aqabikum, ndio nyinyi Waislamu mtarudi katika visigino vyenu, mtarudi katika ukafiri wenu, mtaiacha Uislamu. Wa man yanqalibu ala aqibayhi, yeyote ambaye atakayerudi katika kisigino chake, katika ukafiri wake, katika maasi yake, katika vituko vyake, fala yadhurru Allah shay'a, Mwenyezi Mungu hatadhurika na chochote. Wa sayajzi Allahu ash-shakirin, na Mwenyezi Mungu atawalipa wale ambao wameshukuru. Alhamdulillah, mtume ametuletea dini, ametuletea mwongozo, ametuletea mwangaza, ametuonesha njia. Tunamshukuru kwa hayo. Hawa ndio ambao watakaolipa. Saidna Umar upanga wake ulianguka na akasema, wallahi nilifikiri kwamba hii aya ndio mwanzo imeteremka, ndipo kama mbali nimesahau. Na ndio mimi na wewe tunaambiwa Waislamu, mtume aliondoka duniani na hii Ramadhani pia itakuja kuondoka. Man kana ya'budu ramadanan fa inna ramadanan qad intaha wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mtu yeyote ambaye anaiabudu mwezi wa Ramadhani basi apate kujua hii Ramadhani itakuja kuisha, na yeyote ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu yuko hai daima wala hatumalizika. Isiwe wewe leo unafanya ibada kwa sababu eti ni Ramadhani, isiwe wewe leo umeacha maasi kwa sababu eti ni Ramadhani. Usiwe miongoni mwa watu ambao wanaiabudu Ramadhani. Ramadhani ikisha unarudi katika hali yako mbaya, unaacha yale mazuri yote uliyokuwa unayafanya. Tia azma kuanzia sasa, hata Ramadhani ikisha mimi nitaendelea katika hali kama hii. Hizi ndo baadhi za wasia ya Jibril alayhi salam aliyompatia Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye inanihusu mimi na wewe, na kila mmoja wetu apate kuyazingatia na tuyatumie katika maisha yetu ya Uislamu. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ikiwa kuna mtu ana swali anaweza kuuliza. Kuna swali lolote? Jambo la kwanza, kabla sijatoa kupiga maswali inshallah, kuna ndugu yetu anasema kwamba juzi amesikiza katika redio kwamba kuna shekhe mmoja anaongea katika redio moja, kutaja redio yenyewe, kwamba mtu anapomeza makohozi inatengua sawa. Sasa yeye ameingia baridi, ameingia hofu tayari. Anauliza, ni kweli makohozi inatengua saumu ya mtu? Si kweli. Makohozi haitengui saumu ya mtu. Na kuna dalili ambayo tunasoma wametaja kwamba makohozi inatengua saumu ya mtu. Lakini wanazuoni wanasema kama vile mate haitengui saumu ya mtu. Mate haitengui saumu ya mtu na makohozi pia haitengui saumu ya mtu. Lakini wanazuoni wanasema hivi, mtu anatakana achukue tahadhari na makohozi. Pamoja na kwamba haitengui saumu, inatakana uchukue tahadhari. Kwa nini?
kwa sababu wanasema wanazuoni, lau mtu anameza matonge matatu ya makohozi, huyu mtu ameshiba huyu. Unamwona mtu anafanya kazi, anatoa jasho, anakwenda, anarudi, anapanda, anashuka, kumbe amemeza vitu, nguvu ya ajabu anazo. Ndio akaambiwa bwana achukue tahadhari, lakini haichukui sawa. Kama vile mate haichukui sawa ya mtu mate. Kuna shehe mmoja aliongea msikitini. Unajua wakati mwingine bila kusherehesha mambo unamwacha mtu amening'inia. Shehe aliambia watu bwana, chungana sana na mate. Ukimeza meza sana itahatarisha sauti yako. Sasa huyu bwana alipotoka nje msikitini, barabarani kila mahali anatema mate tu. Anaambiwa nini? Anaambiwa bwana, imamu ametuambia hii mate ni hatari, tuchungane naye. Akaambiwa hapana, hii haitegui sauti. Hata ukimeza mara ngapi haitegui. Lakini wanazuoni wanatahadharisha na baadhi ya tabia za Uislamu. Kuna watu wana tabia za ajabu ajabu miongoni mwetu wa Uislamu. Kuna watu wako miongoni mwetu, yaani mtu anakusanya mate mdomoni ili iwe nyingi, ili ameze apate kushiba. Wajua kuna watu wana tabia za ajabu, pamoja na kwamba haitegui sauti ya mtu, lakini tabia kama hizi Uislamu hafai kuwa nazo. Hafai kuwa nazo. Kuna mwanamke mmoja ameuliza katika karatasi ametumana, anauliza kwamba nimeambiwa kwamba Muislamu anaweza akatumia dawa, mwanamke wa Kiislamu anaweza akatumia dawa katika mwezi wa Ramadhani kuizuia hedhi yake isitoke, ili afunge Ramadhani nzima katika njia ambayo ni salama na apate fadhila zote ndani ya Ramadhani. Sasa anasema kuna shekha alimwambia, madamu daktari amekwambia hii haina madhara, meza dawa na uzuie hedhi yako. Sasa anauliza, jamani, hii ni sawa? Jambo la kwanza Waislamu, kabla tujajibu hili swali, kila mmoja wetu na hawa wanawake ambao wanasikiza wanatakana wajue hedhi ya mwanamke ni kitu gani hii. Unaposikia mwanamke anakuambia damu ya hedhi, au sheria inapotaja mwanamke anatoka na hedhi kila mwezi mara moja, siku 3, siku 7, siku 15, inategemea mwanamke mwenyewe. Ni nini hii? Mtume aliwahi kuulizwa kuhusiana na hedhi ya mwanamke. Mtume si mwanamke, mtume hajui. Mwenyezi anasema, wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wanakuuliza kuhusiana na hedhi ya mwanamke. Mtume si mwanamke, hajui. Mtume anashindwa kujibu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Jibril, peleka wahi. Mtume akaambiwa, qul huwa adha, sema ewe Muhammad, hedhi ya mwanamke ni uchafu mkubwa sana, ni kitu kichafu. Unajua inakuwaje chafu? Hedhi ya mwanamke anapokaribia zile siku zake za hedhi, katika fuko la uzazi, fuko lake la uzazi ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja fi qararin makin, kwa Kiingereza inaitwa uterus ama womb. Hii fuko la uzazi ambayo iko chini ya tumbo, katika sehemu ya mwanamke, kabla ya mwanamke kupata hedhi yake, siku zake za damu inapokaribia, Mwenyezi Mungu anarundika ndani ya hiyo fuko la uzazi kila aina ya chakula ambayo binadamu anahitajia ndani ya mwili wake. Virutubisho na vyakula vinarundikwa huko ndani. Wanasema katika hiyo ukuta ya fuko la uzazi, ndani ya fuko la uzazi, kwa Kiingereza inaitwa cement. Yaani katika virutubisho na vyakula ambavyo binadamu anahitaji katika mwili wake, mfano ambayo inayo vitamins, inayo proteins, fats, carbohydrates, na mengineo, glucose na mengineo, yote ambayo binadamu anahitajia yanarundikwa hapa. Kisha yakishajaa, mayai inashuka, yai ya uzazi wa mwanamke inashuka. Ndio unaona hii yai ya uzazi wa mwanamke wakati mwingine inashuka kutoka upande wa kulia wa mwanamke, na wakati mwingine inashuka kutoka upande wa kushoto. Inashuka ile yai, inakuja inaingia ndani ya fuko la uzazi, inakuja inatulia kwenye sehemu ya chakula hiyo ndani ya fuko la uzazi, inangojea mbegu ya uzazi wa kiume, inangojea mbegu ya uzazi wa kiume. Sasa lau hii yai itapata mbegu ya uzazi wa kiume, ndio unaona mwanamke anapokuambia, unaposikia mwanamke anakuambia mke wako kwamba yai imeshuka, basi pata kujua kwamba leo ndio siku yenyewe. Lau mwanamke ataingiliwa, atajamiiwa, atastareheshwa,
ile mbegu ya uzazi ikikutana na ile yai, basi atakuwa mjamzito, atapata mimba. Sasa lau hii yai itapata mbegu ya uzazi wa kiume, basi huyu mwanamke atapata ujauzito, atapata mimba. Sasa hii mimba itaanza kulishwa na vile vyakula ambavyo ilikuwa imerundikwa katika hii fuko la uzazi pale ndani. Tunafahamiana Waislamu? Hii chakula ndio itaanza kulisha hicho kiume. Lakini lau hii yai itakaa masaa 24, kuna baadhi ya madaktari wanasema hii yai ikikaa hapo muda wa siku 3 na haijapata mbegu ya uzazi wa kiume, hiyo mayai itaoza na ile vyakula vyote pia itaoza, itaharibika, na ndio itaanza kutoka kama hedhi. Ndio unaona damu ya hedhi sio kama damu ya kuchinja, unachinja mnyama, ama damu ya kukatika unaona damu nyekundu. Hapana, rangi yake ni rangi ya zambarau, rangi ya purple, na harufu yake ni kali sana, si ya kuridhisha mtu kusikia, si ya kuridhisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu akawaambia, fa'tazilu nisaa fi mahid, kaeni mbali na wanawake wanapokuwa katika hedhi yao. Kaeni mbali, maana yake msijaribu kuwaingia kimwili. Ndio unaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalaani hichi kitendo. Mtu yeyote ambaye anayemuingia mke wake akiwa ndani ya hedhi amelaaniwa. Mtu yeyote ambaye anamuingia mke wake katika sehemu yake ya nyuma amelaaniwa, na mtu yeyote ambaye anakwenda kwa wachawi, anakwenda kwa waganga, anavaa irizi, anaabudu majini, huyu vile vile amelaaniwa. Ni uchafu. Sasa wewe uchafu unaondoka, wewe unachukua dawa unazuia isitoke hiyo, ili uweze kufunga Ramadhani yote kwa salama. Sasa unazuia kitu gani? Unazuia nini? Unazuia maradhi, unazuia uchafu, unazuia vitu ambavyo vimeshaoza katika mwili wako. Ndio unaona leo madaktari wamethibitisha wale wanawake ambao wanameza dawa kuzuia hedhi yao isitoke na kupanga uzazi. Wanawake ni panga uzazi hapa, hii njia ambayo ya kumeza dawa vitembe na kutumia coin, wanasababisha kansa ya kizazi kwenye miili yao na wao wenyewe hawana dawa. Cervical cancer inasababishwa na mtu kumeza vitembe haya kuzuia hedhi na kuzuia mimba. Ndio unakuta wanawake wengi leo fuko la uzazi wao imeshatolewa. Takwimu inaonyesha hivyo. Ni kwa sababu ya kumeza madawa haya. Mungu ameshakupa ruhusa wewe mwanamke. Mungu amekupa ruhusa. Ukiwa uko ndani ya hedhi, kula, usifali katika Ramadhani. Ramadhani ikisha, lipa saumu ya Ramadhani na swala usilipe. Hasara yako nini? Kwa nini unajiingiza? Ndio unaona kuna baadhi ya wanazuoni kwa msimamo huu wakaharamisha kabisa. Wacha kusema madaktari wanasema ikiwa haina madhara. Haina madhara vipi? Na ni uchafu ambao unaizuia wewe. Ndio maana ukimwambia anasema kama mimi nakwenda haji, nataka nifanye haji yangu yote bila kitu kunizuia. Sasa nataka nimeze tembe nizuie hedhi yangu. Hii jambo wewe huwezi kuwa bora kuliko Bi Aisha. Mtume alipokwenda haji na wake zake wote 9. Basi wakati umeanza kufanya ibada ya haji, Mtume amekaa na Bi Aisha siku moja, mara Bi Aisha akaanza kulia. Bi Aisha mdogo hapo miaka 18 akaanza kulia. Mtume anamuuliza nini sasa hivi? Anaambia Rasulullah, nimepatikana na hedhi yangu. Akaenda susio na wasiwasi. Fanya kila kitu ambacho mahujaji wanayofanya isipokuwa kuswali na kutufu al-Kaaba, kwa sababu kutufu al-Kaaba ni katika swala vile. Hata wale watu ambao wanaoingia kwenye Kaaba hawaswali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni kutufu al-Kaaba mara 7. Kwa wale ambao wameshafanya tawafu al-qudum na tawafu zingine, ile kutufu al-Kaaba mtu anaruhusiwa kuitufu katika tahiyatul masjid, ni katika moja katika maamkuzi ya msikiti, kuliko yuko swala raka 2 unatufu al-Kaaba. Akamwambia fanya kila kitu ambaye mahujaji wanafanya isipokuwa kuswali na kutufu al-Kaaba. Sasa wewe hauwezi kuwa bora kuliko Bi Aisha ambaye Mtume alimuelekeza hivyo. Mwenyezi Mungu ameshakupa ruhusa, ili uchafu ambao inatoka unakwenda kuizuia ndani ya mwili wako. Kisa na maana daktari amesema. Nani mkweli baina ya daktari na Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anasema hii ni uchafu. Daktari anakuambia hapana, haina madhara, hii haina madhara bwana. Wewe unaweza kula dawa. Sasa unaacha kumsikiza Mola wako, unamsikiza kiumbe ambaye anatafuta maslahi yake.
mwisho madhara inakurudia wewe na huyu daktari hata kusaidia. Nafikiri imeweza kufahamika hizo. Na twende katika maswali mengine. Katika masala ya kuanza na kumaliza Ramadhani, je, tunafaa kuifuata mwezi wa sehemu yote duniani ama ya nchi yetu? Okay, hii masala ya mwezi ina mambo ndani yake ambayo itakana tuizungumzie. Kila mwaka inajitokeza haya. Na kweli kuna ikhtilafu ya wanazuoni. Nitajibu kwa ufupi tu. Kuna ikhtilafu ya wanazuoni kuhusiana na mwandamo wa mwezi katika mwezi wa Ramadhani. Kuna wanazuoni ambao wanaosema kila mji ufuate mwezi wake. Kila nchi ifuate mwezi wake. Kullu baladin ru'yatahu. Kullu baladin lahu ru'ya. Hawa ni baadhi ya wanazuoni kama vile kina Imam Shafi na wengine. Lakini wanazuoni wengi wanasema hapana, mwezi ni mmoja pekee yake duniani. Inapoonekana mahali popote pale duniani, inamlazimu Muislamu mwingine mahali popote alipo kufunga na kufungua. Sasa pamoja na kwamba kuna ikhtilafu ya wanazuoni, kuna hao ambao wamejihusisha mtu kufuata nchi yake, na kuna wale ambao wanaosema mwezi ni mmoja pekee yake duniani. Katika masala haya ya ikhtilafu kuna kauli rajih. Kuna kauli yenye nguvu. Huyu anasema hivi na huyu anasema hivi. Kati ya huyu na huyu, nani ambaye ameegemeza hoja zake juu ya dalili? Na hiyo ndio kauli ya jamhuri. Kauli ya jamhuri maana yake ni kauli ya wanazuoni wengi juu ya hili jambo ambalo tunaikhtilafiana ndani yake. Katika masala haya ya mwezi, kauli ya jamhuri na ndio kauli rajih, kauli ya maimamu wengi, wanazuoni wengi, ni watu kufuata mwezi wa dunia sehemu yote itakayoonekana. Mwezi mmoja wa dunia. Mahali popote itakapoonekana, inamlazimu Muislamu yoyote katika sehemu nyingine yote alipo kufunga mafungua. Kwa dalili Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Fungeni ionekanapo mwezi. Si mnapouona. Si masala kwamba umeuona, masala inaonekana. Nani ambaye amewahi kuona mwezi hapo? Hakuna. Sifikiri kama kuna mmoja. Labda sisi tumewahi kuona mwezi tukiwa wadogo sana. Wadogo. Lakini leo mtu anaweza kumaliza umri wake wote wala usione. Ni masala kwamba inaonekana na fulani sehemu yote duniani imeonekana. Sumu liruyatihi, fungeni ionekanapo na fungueni ionekanapo. Hawa wanazuoni wanasema Mtume aliposema hivi, wa huwa khitabun 'amun لجميع الأمة من رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤيتهم جميعا. Mtume aliposema fungeni ionekanapo mwezi, anazungumza na watu wote dunia nzima. Si kwamba anazungumza na watu wa Makka na Madina tu. Yeyote miongoni mwenu duniani atakayeiona, inamlazimu mwingine yeyote katika sehemu yote duniani kufunga ama kulaini. Na hii ndio kauli ya Imam watatu. Imam Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbali wamekubaliana wote kwa sauti moja kwamba mwezi unapoonekana sehemu yote, inamlazimu Muislamu katika sehemu nyingine yote kufunga na kufungua. Ni lazima. Imam Shafi peke yake ndio amekataa. Bali Imam Shafi'i wanafunzi wake na